Na mtazamaji, kamati ya bunge la kitaifa kuhusu mawasiliano, habari na ubunifu inaongozwa na mbunge wa Dagoretti Kusini John Kiarie inafanya ziara ya ukaguzi wa miradi katika kaunti ya Garissa mjini na eneo bunge la Lagdera. Ziara hiyo inalenga kutathmini hali ya upatikanaji wa mtandao wa mawasiliano pamoja na matumizi ya mfuko wa huduma kwa wote USF na miradi mingine. Mwanahabari wetu Faisal Abdirahman anaungana nasi mubashara kutoka Garissa kwa mengi zaidi. Ni yapi yanayoendelea, Faisal? Na shukran sana Lulu. Ulivyosema tu, niko na kamati ya bunge la kitaifa linalosimamia mawasiliano, ubunifu na habari pia. Mwenyekiti wao bunge la Dagoretti Kusini John Kiarie pamoja na wabunge wenzake wameweza kufika katika kaunti ya Garissa tu ili kutathmini hali ya upatikanaji wa mtandao, vile matumizi ya mfuko wa huduma kwa wote katika kaunti nzima ya Garissa. Wataweza kufika pia katika eneo bunge la Lagdera pia kutoka hapo ili kuzuru mradi mkubwa ambao unafanywa na shirika la Pembe la Afrika kwa ukaribu pamoja na mamlaka ya mawasiliano humu nchini. Nitaweza tu kuungana naye moja kwa moja tuweze kutueleza tu ziara yake rasmi hapa, na baada ya hapa wakazi wa kaunti ya Garissa wanatarajia nini? Nashukuru sana na tashukuru sana kwa Citizen kwa kuwa kwenye ground kila mahali Kenya nzima, na kamati ambayo unaiona ni kamati ya bunge ambayo inahusiana na masuala ya mawasiliano, masuala ya kidijitali, masuala ya ubunifu, na kamati za bunge zinahitajiwa kufanya kitu ambacho tunaita oversight, kuweza kukagua kwamba miradi ambayo iko kwenye mipango yetu, kwamba miradi hii inaendelea mashinani. Na hivi leo tuko hapa katika kaunti ya Garissa tukifuatilia kuweza kuona maendeleo ambayo yanakunjuka huku Garissa yanayohusiana na mipango mizima ambayo inajulikana kama the Kenya Digital Master Plan, ambayo inashughulika na masuala ya mawasiliano, masuala ya kidijitali, na pia masuala ambayo yanahusiana na maendeleo ya kidijitali. Na kwa hivyo hapa Garissa tumeweza kutathmini na kuweza kuona kwamba kuna mipango mingi sana ya miradi ambayo yanahusiana na connectivity, ambayo ni kuweza kuwezesha mawasiliano kwa njia kadhaa. Ya kwanza, kunavyo vituo ambavyo serikali imeweza kuviweka ambavyo ni vituo vya internet ambavyo vinawahusisha hasa vijana katika kujikuza katika masuala haya ya internet. Kuna masuala pia ya kuweza kushikanisha idara na huduma za serikali zote kupitia kwa mitandao, na hivyo ndio kwa maana unatuona hapa katika center hii ya Jitume Center ya Huduma Center ya hapa Garissa. Kunayo masuala pia ya mafunzo na kwa wanafunzi kwa masuala haya ya dijitali, na kwa hivyo kamati hii imekuja hapa kuweza kutathmini maendeleo haya ya kidijitali ili tuweze kuwa na ripoti nzuri kwa bunge na kwa masuala haya ya mawasiliano. Tunayo pia haja kubwa kuweza kuona ni vipi ambavyo wakaaji wa Garissa wanapata faida na manufaa ya tuseme mawasiliano ya simu, kwa sababu kunazo kampuni kadhaa za nchi hii ambazo huwa zinapeana services hii ya mobile telephony. Lakini zaidi ya hiyo unakuta kwamba kampuni hizi zinashughulika kibiashara. Kwa hivyo ni kwa maana wakifanya connectivity wanaifanya mahali ambapo wataweza kufanya biashara. Lakini sisi kama kamati ya bunge tungependa pia kuweza kujua ni sehemu gani hizo ambazo hazikuonekana zikiwa commercially viable, ili tuweze kushurutisha idara nzima hii ya Communications Authority iweze kuleta connectivity ama mawasiliano haya ya simu kwa sehemu ambazo zimeonekana kwamba sio sehemu za kibiashara lakini zinahitaji connectivity hii. Tumeweza pia kuzuru kituo hiki cha Huduma Center hapa Garissa, na tumeweza kuona umuhimu wa vituo kama hivi, hasa kwa kaunti kama hii ya Garissa, ambapo unapata kuna hata wazee wa kongwe ambao hadi wa leo hawajaweza kupata ID ama kitambulisho chao. Kwa hivyo center kama hii ya huduma inakuwa ya muhimu sana kwa wakaaji wa Garissa. Asante sana. Ni taarifa ambalo tutaweza kulifuatilia kwa kina na kuweza kuandaa taarifa kemkem
kwa watazamaji wetu kwa taarifa zetu za hapo. Alafu kutoka kwa hapa sina la ziada, Lulu, na kuregesha tu studioni. Naam, shukran sana mtazamaji.